ambazo wameimba wasanii wakubwa duniani. Hapa na wazungumzia kina Diamond Platnumz, lakini pia kuna Chris Brown. Kuna nyimbo hapa ambayo tumeimbia Band Lab. Hii hapa, hebu isikie kwanza. Tailie pala panda kupenda thamani tena, kwa yote ulonifanya bado unanitaka tena. Naam, karibu tena Teacher Sauti ya Sifa kwa mara nyingine kabisa. Leo nimekuja kufundisha jinsi ya kuimba muziki kupitia simu yako ya mkononi kwa application mpya kabisa. Kumbuka mimi naitwa Sauti ya Sifa, wengine wanapenda kuniita Teacher Sauti ya Sifa. Chini hapo kuna comment, hakikisha unatoa swali lolote ambalo linakusumbua ama linakuumiza kichwa, ama unatoa swali kuhusiana na kitu chochote ambacho unataka kukijua kupitia channel yetu pendwa kabisa ya Teacher Sauti ya Sifa. Kuni subscribe kama wewe ni mgeni, basi hakikisha unabonyeza neno la subscribe ili kuwa kwanza kupata video. Kabla tujaenda katika kuanza mafunzo ya wanasema kuimba muziki kupitia simu ya mkononi, basi inatakiwa uwe tayari unamiliki phone ambayo itakuwa haina kamaiki. Phone ambayo itakuwa ni phone tu ambayo haina kale kamaiki kakuongelea, hapo utakuwa umeweza. Na kama basi unavyo vitu, twende zetu tukajifunze jinsi ya kuimba muziki kupitia simu ya mkononi. So mimi niliwamisi sana, lakini pia niliwakumbuka sana, na muda mrefu sana sijaachia content hapa, hasa content za mafunzo, lakini pia content za wanasema za maigizo. So twende tukajifunze jinsi ya kuimba muziki kupitia application mpya, na unaimba kisasa zaidi, na unaweka paka black vocal na watu wengine kadha na vitu vingine kadha wa kadha. Zeni kuna SMS imeingia huko imenichanganya kidogo. Sorry, twenzetu. Naam, nikukaribisha tena katika kio changu cha simu. Kama kawaida mimi naitwa Sauti ya Sifa. Wengi wanapenda kuniita Teacher Sauti ya Sifa. Niko live kabisa kupitia jukwaa kubwa kabisa ama application ambayo inafuatiliwa zaidi duniani. Hapa naizungumzia YouTube. Leo nimekuja kufundisha jinsi ya kuweza kuimba muziki kupitia simu tu ya mkononi, lakini muziki ukatoka kama studio, na tena tu sio kama studio zile ambazo wameimba wasanii wakubwa duniani. Hapa na wazungumzia kina Diamond Platnumz, lakini pia kuna Chris Brown, Jason Derulo na wengine kibao, au sio? Sasa leo tuko na application moja ambayo unaweza kuwa unaijua ama ulikuwa huijui. Yaani kama unaijua ulikuwa hujui, basi jinsi ya kuitumia. Lakini kama ulikuwa hujui na pia bado ulikuwa hujui jinsi ya kuitumia, hapo ndo utajua haujui, au sio we zombie? Sasa leo nimekuja kuzungumzia application ambayo inafahamika kwa jina la Band Lab. Application mpya kabisa, application kubwa Band Lab. Hii application inapatikana Google Play, App Store pamoja na Play Store. Mimi nitaingia katika Play Store ili kwenda kuitafuta, lakini je, wewe utaingia wapi? Google Play, Play Store ama App Store? Kama una simu ya Android, twenzetu hapo katika Google katika Play Store utaandika hivi Band Lab. Band Lab. Ukishaandika Band Lab, basi wewe utakuwa ni moja kati ya watu ambao unakwenda kuipata Band Lab. Band Lab ni hii hapa chini. Hii utaibonyeza. Ukishaibonyeza tu, kuna neno kubwa sana litakuja limeandikwa installing. Kwangu imeandikwa install pamoja na open, kwa sababu tayari nimesha installing, yani tayari nimesha download. Kwa hiyo nitaiopen hapa. Sasa hapa kuna vitu vitatu. Kuna sign up, yani with email, lakini pia kuna kajina F. Hapa inamaanisha ni kuweka kumbukumbu ama kujisajili katika Band Lab. Cha kufanya wewe utabonyeza hii alama ya G. Ukishabonyeza hapa, watakuletea Gmail zako zote ambazo zipo kwenye simu. Lakini kama utakuwa na Gmail moja, itajicontinue moja kwa moja. Ila kwa kuwa mimi na Gmail zaidi ya moja, basi wataniletea nichague Gmail. Na kama una Gmail zaidi ya moja,
utachagua Gmail ambayo utataka kujisajilia katika hii application. Sasa cha kufanya utachagua hiyo Gmail moja ambayo utakuwa unaona wewe kwako inakufaa. Ukishaibonyeza tu, kitu kinachofuata ndo kama hichi, inajisajili. Yes, baada ya hapo watakuletea vigezo na masharti vyao ambavyo ndio hivi hapo unavyoviona hapa. Wewe cha msingi utabonyeza neno ambalo limeandikwa agree and share ambalo liko chini hapa. Kwa mimi nitaligusa tu ili neno tap. Nikishaligusa, kitu kinachofuata wataniletea wenyewe, ama step inayofuata basi itakuja next step. Ndio hii hapa, inajisearch hapo ama inajilog in ili kuingia katika next step. Next step ni hii hapa. Sasa baada ya kubonyeza hapo katika agree ama kukubaliana na wanavyotaka, watakwambia kwamba uweke username, yani jina ambalo utakuwa unalitumia katika application hii. Hizi ni step ambazo watu wamekuwa hawaelewi maana yake, lakini pia wamekuwa wakishindwa hasa kufungua application hii ama kuitumia application hii ambayo inafahamika kwa jina la BandLab. Sasa wewe ukishaingia hapa kwenye username, andika jina lako ambalo utakuwa unalitumia. Mfano kama mimi taandika Sauti ya Sifa. Yes, kwa sababu mimi ndio Sauti ya Sifa. Tap ka next. Nikisha next, basi hapo wananiambia kwamba utakuwa unapenda kutumia guitar ama vocalist ama bass player, drum ama keyboard, yani unachagua chochote, lakini chini hapa ameandika other. Other maana yake kingine. Mimi nitabonyeza other after next. Baada ya kubonyeza pia hapo wanakuambia kwamba pick your favorite genres. Pia hapa watakwambia, lakini mimi napenda kubonyeza tu other after next. Zeni baada ya hapo sasa hapa wanakuambia kwamba uchague Kenya West Drag, yani mtu ambaye unamkubali zaidi hapa. Zeni mimi sina mtu ninayemkubali, lakini sitabonyeza next, basi nitaskip huku juu. Angalia huku juu kuna skip, taibonyeza tap. Baada ya kuskip hapa wanasema kwamba washa notification ama taarifa zote zinakufikia. Utabonyeza tu ambako imeandikwa turn on ads. Ukishabonyeza hapo utabonyeza neno moja ambalo limeandikwa allow. Usibonyeza I don't allow, bonyeza I allow, tap. Ukishabonyeza basi BandLab itakuwa ikikukaribisha live kabisa, lakini pia matangazo yataanza kuonekana kwa sababu ndio unaingia kwa mara ya kwanza, lakini pia ndio utakuwa umefungua page yako ya BandLab live kabisa na itakuwa iko tayari. Sasa hapa kuna kitu kina search, tukiache kisearch kidogo. Lakini wakati huo kina search, ni kukumbushe tu kwamba wakati unataka kuimba nyimbo kupitia simu yako, basi hakikisha uwe una phone. Phone ndo kila kitu. Phone ndo kila kitu. Hapa ameniletea kwamba unataka kutumia mfumo wa kulipia. Mimi nitabonyeza tu ka X huku juu. Naona unatakiwa ubonyeze X. Ukishabonyeza BandLab itakuwa tayari, lakini kitu cha muhimu cha kuzingatia kama nilivyokuambia, hakikisha uwe una phone. Phone inakupa uwezo wa kusikia sauti ya biti kwenye masikio yako, lakini wewe uimbe huku sauti ya biti ikiwa ijichanganyi na mic ya ndani ya simu. Mfano, ikawa inalia ikawa kuna mic hapa hapa afu kuna biti hapa hapo, afu naona unaimba hapa hapo. Hivi utajielewa kweli? Ndio maana biti unatakuwa ulisikia masikioni, lakini ukutupie voko yako kutoka mdomoni tu. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. Sasa hapa utakwenda kuna kitu ambako wameweka jumlisha akapa chini utakabonyeza tuta. Ukishakabonyeza hako, hapa ndipo ambapo watu wengi sana wanashindwa kujua jinsi ya kutumia hii wanaita BandLab. Lakini mimi nimeamua kuja kukuletea application hii hapa kali kabisa na ujue jinsi ya kuitumia, lakini pia uimbe muziki kupitia simu yako.
hapa kuna kitu ambacho kimeandikwa import file. Hapa kuna import file, maana yake utaweka audio yako ama beat lako ambalo unalo tayari ndani ya simu yako, ambalo tayari umeshaenda kulichongesha huko studio, ambalo tayari umeshalitengeneza wewe mwenyewe kupitia simu yako kwa application zingine, ambalo tayari umeshali download kupitia majukwaa mbalimbali haiza YouTube ama na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia hapa kitu cha pili kimeandikwa voice mkwaju audio. Voice mkwaju audio maana yake ni kwamba sasa unaweza ukaweka sauti yako ama unaweza ukaweka beat lako ama mziki wako. Yes, unaweza kuwa unatamani labda kuigilizia beat ama kuigilizia mziki, inaruhusiwa. Lakini pia kitu cha pili hapa kimeandikwa drum machine. Kwa wale watu ambao wanataka kutengeneza mabiti, pia application hii ina nguvu sana kutengeneza mabiti, lakini leo tumekuja kwa ajili ya kuimba. Sasa tutakwenda katika neno ambalo limeandikwa import file. Tap. Ungekuwa unaniona jinsi ninavyoongea hapa katika simu yako, basi ungekuwa unaona naongea yani vizuri kabisa. Sasa kuna matangazo kama hayo, lakini kwa kuwa nimevaa phone, sauti inasikikia huku kwenye phone, kwa hiyo unakuwa usikia hata sauti ya hilo tangazo. Uta close tu hapa chini. Ni kawaida ya application zote ili kupata malipo watu walioanzisha vitu kama hivi. Kwa hiyo kisha close hapo, utabonyeza neno ambalo limeandikwa hivi will using the app. Tap. Ukishabonyeza hiyo will using the app, itakwenda kusearch hapo. Yes. Baada ya kusearch tu itakuletea sehemu ambayo imeandikwa list. Hapa ni kwamba uko ndani ya simu yako na mfumo unakutaka kwamba uchague biti lako liko maeneo gani. Cha kufanya wewe utabonyeza hutu tumistari tutatu. Tap. Ukishatubonyeza huto, basi simu yako itakuwa hapa. Angalia simu yako ndio hii. Unaweza sasa ukachagua kwenda audio ama unaweza kuchagua kwenda katika simu yako. Kifaa kama simu yangu hapa inaitwa ZTE Brad A35. Tabonyeza hapa hapo. Nikishabonyeza taletewa mafaili yangu yote, lakini mimi taangalia mziki wangu utakuwa katika faili gani ama beat langu utakuwa nimeliweka katika faili gani. Beat langu mimi nimeliweka katika vidmate. Tabonyeza tap. Hapo kuna vidmate. Baada ya kubonyeza kwenye vidmate inaletewa mafaili matatu: config, download, torrent. Naenda hapa kuna download tap. Beat ile hapa. Na kufundisha kindaki ili uelewe, lakini kama utaona na kuchelewesha ama namaliza MB zako bure, unaweza tu kapeleka mbele na usielewe. Na sitaki maswali kwa wale ambao wana namba zangu za simu. Sitaki maswali kuhusiana na mambo kama haya, ndio maana nafundisha A to Z. Jambo ambalo nimefundisha A to Z, ukiniuliza swali sitokujibu na nitakukatia simu, kwa sababu utaona kabisa kwamba wewe unaona kama vile kuangalia video mwanzo mpaka mwisho kujifunza vizuri, unamaliza bando lako, lakini unataka kuja kunichosha tena kwa maswali ambalo jambo tayari nimelifundisha vizuri. Tabonyeza biti langu ila hapa ambalo tayari nimeshaliandaa. Biti linaitwa Moyo. Ila hapa. Tap. Ukishalibonyeza tu litaji importing kwenye BandLab moja kwa moja. Ushanisoma hapo. Kama unanifuata vizuri kabisa, utakuwa unaendelea kuelewa vizuri pia kabisa. Sasa baada ya kuwa biti limeshakaa tayari, basi kuna tatizo moja ambalo litakuwa linakusumbua hapo. Kama umechomeka phone, sauti itakuwa inajirudia. Hii ni kutokana na kwamba msanii anataka wewe katika kaboksi fulani, na wewe producer ndio unamwambia mtu ambaye unaongoza mtambo huu. Sasa utabonyeza setting ambao ndio hii hapo. Kisha bonyeza, utashuka chini mpaka hapa kuna monitoring on. Hapo anasemaje? Set up test. Utarudi. Ukisharudi, ingia hapo kuna wanasema monitoring ama monitor. Ukishabonyeza sauti itakuwa irudi tena. Ukishakuwa mbonyeza hivyo, basi utakwenda kubonyeza sehemu moja ambao kama vile mistari ya kuimba tu. Ukishabonyeza hapo, application itakuwa ipo tayari sasa kusikia vuko yako ama kuendelea kufanya kazi. Cha msingi wewe utakwenda kubonyeza jumlisha ambalo ni hila hapo unaloliona hapa. Ukishalibonyeza hilo jumlisha, litakuletea mambo mengi sana. Jumlisha limeleta new track, kwamba kitu ambacho kinaweza kuendelea ama track ni kama vile yani kuendana. New track
kitu ambacho kinaweza kuendana kipya, utabonyeza hii voice mkwaju audio tap. Ukishabonyeza hivyo inamaanisha kwamba unaruhusiwa sasa kuanza kuimba. Kwa hiyo beat tutakuwa tushaliweka hapo juu. Kinachofuata hapo ni kupigia voice yako ingie moja kwa moja hapo kwenye beat lako. Tajiandaa. Baada ya hapo sasa utabonyeza duara jekundu ile hapo chini. Hakikisha unanata na beat, lakini kwa sasa naona kama vile siko sawa. Sidhani kama nitanata na beat kwa sababu hapa ni usiku na ni saa 4:51 ni usiku kabisa. Zeni naona kabisa siko sawa. Huwa nanata na beat ila sidhani. Penzetu taimba nyimbo ya mtu. Sauti ya Sifa. Ile siku ulivyofungasha mabegi, ulidondosha picha yako njonjo, ndo nao jilazia kwa begi. Akia Mungu umenipiga zogo, naomba msalimie shemeji. Akia nani amepata chombo, hata ukisikia nimededi, jua ni mawazo msongo. Zeni baada ya kuwa nimeimba hapo, wewe ambaye utakuwa ni msanii utakuwa na sauti nzuri sana, ila kwa kuwa mimi sio msanii, basi sauti yangu ndio ilipofikia kikomo. Utabonyeza kaka X ka huku juu. Ukishakabonyeza huko ka X, basi nyimbo yako itakuwa imeshaenda na beat. Kama umenata na beat wewe, basi nyimbo yako nayo itanatana na beat. Kama nilivyokuonesha pale mwanzoni, ama kama ninavyotaka kuonesha hapa, kuna nyimbo hii hapa ambayo tumeimbia hii BandLab. Hii hapa, hebu isikie kwanza. Tailie pala panda kupenda thamani tena, kwa yote ulonifanya bado unanitaka tena, utaka kunihua. Basi hiyo ni nyimbo ambayo tumeimbia BandLab tukiwa wawili. BandLab inakupa fursa ya kuimba watu zaidi ya mmoja hadi watu 100, 1000 unavyotaka. Sasa play nyimbo ambayo nimeimba mwanzoni, lakini tena nimeimba hapa, ila kwa sasa naona siko sawa. Sidhani kama nitakuwa nimenata na beat. Isikie na chomoa phone hapa ili tuisikie wote kwa pamoja. Naam, lakini pia ukiimba sauti ndogo pia na sauti hapa inakuwa ndogo. So umeona mawimbi ya voice pamoja na ya beat hayafanani kabisa. Sasa cha msingi wewe hebu jitahidi kutoa sauti, lakini pia phone yako unayoimbia muziki hakikisha kwamba iwe haina kale kama mic. Phone ambayo iko free kabisa. Mic tumia kwenye simu ili sauti isikike vizuri kabisa. Sasa baada ya kuwa nimeimba hapa ama nimeweka sauti ndogo kama hii, basi tapunguza sauti, ila wewe hakikisha unaimba kwa sauti kwa sababu wewe utakuwa ni msanii. Pako unahitaji kuimba muziki kwa simu, basi wewe ni msanii na unafanya mazoezi. Ila mimi sio msanii, is not. Mimi ni mwigizaji lakini pia ni mkufunzi wa mafunzo kama haya. Kwa hiyo nitapunguza. Yes, ngoja nikuelekeze jinsi ya kuita kitu kama hicho. Utapeleka simu yako, yani utaswap kwenda wanasema kulia kwako hivyo. Ukisha swap itakuja hii juu hapa kuna beat lakini chini hapa kuna voice. Sasa tapunguza hii beat ipi hapa, ataipunguza hivi afu then ita play. Umeona inavyosikika? Inasikika vizuri kabisa, lakini nimeimba sauti ndogo mimi mwenyewe. Naweza nikapata fursa ya kurudia pia nadhani. Ngoja nirudie hapa ili kitu kiwe bora kabisa, lakini kitu kiwe kizuri kabisa. Jinsi ya kurudia, utakuwa unabonyeza, unatumia tu mishale. Kama ukikosea sehemu kuedit ama kupanga voice zako ama kufanya kitu chochote, utatumia kaka mshale na haka. Inamaanisha nikirudisha hapa, umeona kule voice imerudi, lakini nikitoa hapa tunarudi upya kabisa. Sasa baada ya hapo nitachomeka phone yangu, lakini pia nitajitahidi kuimba sauti kubwa kidogo. Tap, utaweka phone zangu vizuri hapa. Ungekuwa unaniona ninavyofanya vitendo hivi, lakini kwa sasa ni ndo kama hivyo. Saa 4:55 usiku. Basi nitaongeza sauti kidogo hapa ili nitoe sauti kubwa.
Ja, sauti ya sifa. Ile siku vofungasha mabegi, ulidondosha picha yako njonjo, ndo naojilazia kwa begi, akanani umenipika zogo, naomba msalimie shemeji, akanani amepata chombo, hata ukisikia nimedeti, jua ni mawazo msongo. Basi ta stop hapo kwenye hilo duara. Then nikisha stop hapo kwenye hilo duara, takwenda kupiga ka X akapa juu ta. Kishapiga X, basi tutachomoa phone ili nisikie tulivyoimba. Naam, bado sauti ni ndogo kwa sababu naimba pia sauti ndogo. Nadhani unanisikia wakati naimba. Kama kawaida utachukua kuswap kwenda kulia ama kutelezesha kwenda kulia, then uta play hapa. Ukisha play utacheza na hii sauti ya beat kwanza. Ile siku vofungasha mabegi, ulidondosha picha yako njonjo. Umeona mziki unavyokuwa mzuri, japokuwa nimeimba nyimbo ya mtu, nadhani ni nyimbo ya Mathi Voice, lakini ndio hivyo sasa. Mziki unakuwa mzuri zaidi. Sasa baada ya kuwa tumeshapanga hivyo na mziki umekuwa mzuri, yes, hii naongeza ni voice yangu. Hebu isikie. Sikia hapa. Tunaojilazia kwa begi, akanani umenipika zogo, naomba msalimie shemeji, akanani amepata chombo, hata ukisikia. Naam, sasa baada ya hapo utaswap kwenda kushoto hivyo, utatrezesha kidole kwenda kushoto. Ukishatrezesha hivyo, tunaona sauti yetu ndio hii hapa. Sasa kitu cha kufanya, tunajiuliza kwamba hii sauti tunaona ni ya kawaida sana. Je, tunawezaje kuichuja iwe sauti nzuri? Unaibonyeza hiyo sauti. Ukishaibonyeza then hapa kuna vipengele kama vinne, kuna delete, kuna copy, kuna kukata na kurudisha nyuma, yani kureviewers. Sasa lakini hapa ngoja niongee taratibu ili uelewe. Hapa utaswap, utachezesha kidole chako kwenda kulia. Kwenda kulia zeni. Na kulia. Hapo ukishatelezesha kama hivyo, utakwenda kubonyeza tu vidoti fulani utu hapa, utu tutatu hapa, utu tap. Ukishabonyeza tu vidoti, kuna sehemu anakuletea uweke effect hizi hapa. Hapa kuna effect, lakini pia kuna duplicate, kuna move up, kuna freeze, yani mgandisho fulani hivi. Kuna vitu vingi sana, ila wewe chagua uweke effect tap. Ukishachagua, kuna effect nyingi sana. Hii ni michujo ya sauti ambayo iko hapa. Kuna ya bure pamoja na ya kulipia. Mfano kama nikiweka hii hapa naita filter echo. Hii ni mfumo fulani kama vile wa kujirudia sauti. Ngoja ni play usikie. Ukishabonyeza tu ukachagua, una play. Sikia. Umeona sauti inavyokuwa, lakini mimi nitaikata, sihitaji. Pia unaweza ukabonyeza sana explore ili kutafuta nyingine ambayo utakuwa inakuvutia ama ambayo utaona inakuwa nzuri zaidi. Utachukua hii wanaita set choice, hii ndo nahitaji. Tap. Nikishaibonyeza nitapiga play hapa chini. Ulidondosha picha yako njonjo, ninaojilazia kwa begi, akanani umenipika zo. Naam, naitaka hii. Sasa baada ya kuwa nimeichagua, sitobonyeza kaka box ka delete, bali tabonyeza kaka mshale ka kurudi nyuma ta. Nikishakuwa nimebonyeza hivyo, basi itakuwa nimeisave. Lakini kitu kingine, nataka hiyo sauti iendelee kuwa nzuri zaidi. Nafanyaje? Tabonyeza kaka jumlisha ka tap. Nikishakabonyeza, taweka hapa kuna voice audio tap. Nikishakuwa nimeweka hapo, nitabonyeza X ili kutoa ili dude tap. Umeona limetoka. Baada ya kuwa limetoka, nita scroll kurudi nyuma hapa paka hapo. Umeona? Baada ya kuwa nimerudi nyuma mpaka hapo, nitabonyeza hii voice yangu ambayo ndio hii hapa tap. Umeona hilo duara? Baada ya kuwa nimelibonyeza, nitakwenda kubonyeza utu dude tu ambato kama vitu boxes tuwili tu, tunamaanisha kwamba copy tap.
Nikishakuwa nimekopi, nitakwenda hapa chini kwenye hii wanaita voice audio hii ya blue hii hapa, nitabonyeza kwa kugandisha fulani hivi. Hapo nilipobonyeza hapo unapopaona tap, umeona? Nikishabonyeza hapa kuna kaneno kama haka kwamba paste. Nikipaste sauti zinakuwa mbili hizi hapa, ziko mbili hapo. Lakini sasa tunahitaji tupate sauti nzuri kwa wimbo wetu tulioimba hapa. Tunafanyaje sasa? Hapo bwana, utakwenda kuscroll ama kutrezesha tena hii wanasema BandLab. Utatezesha kidole hivi, angalia hapo kanavyotrezesha tap, umeona? Ukishatrezesha hivyo utakwenda kuchukua kwa rangi. Hii ni rangi ya blue ambayo ndo tumeweka sauti ama tumeikopi. Utabonyeza hapo kuna fix, umeona kaka fix, utakabonyeza tap. Ukishakabonyeza kwa fix, katakupeleka kuna sehemu fulani ya kuchuja sauti. Nakumbuka pale sauti tuliweka mbili, moja tuliichuja kwa upande ule mwingine, lakini nyingine tumekuja hapa kuifix, yani kuiongezea material fulani. Utaiplay nyimbo. Ukishaiplay utakuwa ukichagua kitu ambacho unataka hapa. Kila kitu tunachokiona hapa ni sauti fulani. Na maanisha ukibonyeza hivi sauti itakuwa fulani, ukibonyeza hivi sauti itakuwa fulani. Unaenda unabonyeza tu box mpaka sauti ambayo utaona inakupendeza wewe. Tizama. Umeona hapo nimebonyeza hili boxi, imekuwa sauti fulani. Vyema, angalia boxi sijabonyeza hapo, sikia. Sasa tabonyeza hii hapa tap, umeona kuna sauti fulani kama vile inaingia, ngoja usikie. Umesikia hiyo sauti? Ndio ninachomaanisha. Sasa kila box unaoliona hapa lina sauti ambayo itakuwa sauti fulani ama inaongeza sauti fulani. Chagua sauti ambayo unaona wewe kwako inakupendeza lakini kwako ni nzuri. Utabonyeza. Kwa upande wangu mimi nimeikubali sauti hii hapa, ni sauti nzuri, lakini pia sauti yangu inakuwa inasikika vizuri zaidi, inakuwa inanoga kama vile niko studio. Isikie. Sikia hiyo. Yes, kumbe tuliishia kuimba hapo. Hebu nirudishe nyuma. Hii hapo. Nyuma kurudisha unabonyeza tu hapa kadude hapa chini nako kusontea. Tap 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 tap. Afu na play. Sauti ya Sifa Master. Umesikia sauti fulani hiyo kama vile umesikia? Umesikia? Ile siku ufungasha mabegi, ulidondosha picha yako njonjo. Ndio nao jilazia kwa begi. Akana umenipiga soko. Naomba. Bas, utakuwa umeelewa kitu ambacho namaanisha. Yaani ni kama tu studio wanakupigia pesa. Kama una zawadi unaweza ukanitumia kwa namba hizi hapa, lakini usinitumie matusi. Sasa kuna comment 0757736498, jina Ismail Seifu. Tuma zawadi yoyote hapo. Sasa baada ya kuwa hapo tumeweza, tutakwenda sasa kuunganisha. Na hapo kumbuka sio kwamba tumeweka ni black vocal hizo. Black vocal nazirudia wewe kama msanii. Fuata hatua zote. Tutakwenda kuongezea hapa. Kuna kitu hapa, kuna kwamba tulishia hapa. Hebu angalia hapa tulipoishia. Maona hapo? Kwa hiyo hapo inatakiwa tuimbe ile nenda. Sikia. Hapo inatakiwa tuimbe ile nenda. Salama nenda. Kwa hiyo sasa ili kuiongezea hiyo, kumbuka kwamba tumeishia hapo. Sasa ili ujue kabisa kwamba hii application ni application kali, application kubwa. Kuna sehemu tena ya jumlisha tena hapa chini. Utabonyeza. Ukishabonyeza utaenda pale pale kuna voice. Sijaja kufundisha kutengeneza beat. Ningekuwa ngoja kufundisha kutengeneza beat. Pia hii application ni kali sana kwenye kutengeneza beat. Ni haifatiki. Yes, kwa wale ambao mnapenda sana kutengeneza beat mnaweza kutengenezea pia hapa. Twende kwenye kuimba kwanza. Tap, utabonyeza voice. Ukishabonyeza watakuwa nakubadilishia tu rangi. Hii ni rangi ya blue sasa. Play nyimbo yako mpaka pale ambapo unataka kuimba, basi utabonyeza duara jekundu. Sikia kwanza hapa na play. Kwa hiyo sasa
hapa ambapo imeishia hapa mwanzo msongo ndio nataka niimbe. Sasa tachomeka foni, alafu zeni akimaliza tu kuimba tabonyeza duara jekundu, ama nitakuwa nimebonyeza duara jekundu tayari nyimbo nimeivuta hapa, lakini nitakuwa nimebonyeza duara jekundu kabla haijafika ile sehemu. Zeni ikishafika ile na nyamaza tu, na mimi nitaanza kuimba kwa sababu nitakuwa nimebonyeza hapa kuna duara jekundu, kumaanisha kwamba niendelee kuimba. Tabonyeza nenda salama, nenda we, nenda salama, nenda salama, nenda salama, nenda. Yes, hapo basi itakuwa nimeua. Tabonyeza hii X. Nikishabonyeza hiyo X, takuplaya usikie jinsi nilivyofanya ama nilivyotaka kukusudia. Sikia hapo. Naam, nilikuwa sijachomoa phone. I'm sorry. Tachomoa phone. Tarudi hapa. Akanani umenipiga soko, naomba msalimie shemeji. Akanani amepata chombo, hata ukisikia ni mbeteti, jua ni mawazo msongo. Umeona? Sauti nayoimba hapa ni sauti tena nyingine, ambapo ukitaka kuweka back vocal pia unabonyeza tu ukajumlisha, alafu zeni unaenda unaigilizia. Wasanii wanajua, ila mimi sio msanii. Sasa cha kufanya mimi nitakwenda kujaza sauti hapa, kwa sababu naona sauti ni ndogo. Ta squip tu, tapeleka kama vile napeleka hivi, alafu zeni sasa nitajaza hii sauti pia. Nikishajaza zeni itakuja tapunguza hii kidogo hapa, alafu zeni nita play. Nadhani unakuwa unaelewa vizuri. Umeona Kwa hiyo hapo kaitikia tena mtu mwingine. Lakini pia hii sauti pia tunataka tuifix ama tuiwekee vionjo fulani. Utascript, yani utavuta hivi sauti yetu pale, tunaona kabisa kwamba ni ya blue. Tutabonyeza hapa. Hii ni sauti ya aina nyingine, tutaweka tutabonyeza hapa kuna vitu vitatu. Baada ya hapo tutachagua effect. Tukishachagua effect, tutakwenda kuchagua kitu ambacho kitakuwa kinafaa hapo, kitu ambacho kitakuwa kizuri. Maproducer wana tabia ya kwamba kila neno analijua kwamba hili linaenda wapi, lakini mimi mwenyewe hapa sijajua maneno mengine yanamaanisha nini, ama nikiweka atakuwa nimechagua sauti gani, utanisamee kwa hapo, na pia hiyo iko nje ya uwezo wangu. Kwa hiyo mimi nitachagua hii pitch shift. After play nisikie. Zeni hii hapo ambayo nimeweka hapo inifaa, itaikata, tayabonyeza export ili kuchukua nyingine ambayo itakuwa inanifaa. Basi nitakwenda kuchukua hii hapa, iko wapi, FBK. Zeni naotea tu, afuta piga. Yes, hiyo imenifaa. Kwa hiyo nitabonyeza kamshale ka huku juu. Tap. Nikishabonyeza kwa kamshale ka huko juu, basi nitakwenda kuikopi pia hii ili niwekee sauti nyingine. Unaweza kukopi mpaka mara 3 na kuchange sauti ili iendelee kuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo nitaiweka sawa. Umeona kaka mstari kamekaa sawa na hii ambapo imeanzia. Nitabonyeza. Nikishabonyeza nitabonyeza tu duara tutatu tule ambato ni tuwili, ni tuwili. Tap. Nikishabonyeza nitakwenda kubonyeza kwenye hii jumlisha pia. Tap. Baada ya kubonyeza jumlisha nitaweka voice kama kawaida. Baada ya kuweka voice nitabonyeza X hapa juu. Nikishabonyeza X hapo juu, basi nitabonyeza hii kijani ambayo imekuja ndo voice yetu ya sasa, nitapaste.
Nikisha paste tunaona haya mawimbi yanafanana, inamaanisha hichi kitu kimehamia hapa chini. Sasa cha msingi mimi nita scroll ama nita sweep tena, alafu then nitaenda pale kuna fix. Nitakwenda sasa kuchagua sauti ambayo naitaka iwe inasikika hiyo nenda. Sasa nitaanza kuchagua kama kawaida, kila box lina sauti yake. Naam, sauti ambayo nimeipenda mimi ni hii hapo. Kwa hiyo sasa nitabonyeza X na hapo basi itakuwa imetulia vizuri kabisa. Lakini pia naweza nikapunguzia hapa sauti kidogo ili iendane vizuri, sikia. Naam, nadhani imekaa vizuri kabisa, lakini pia imekuwa unyama. Sasa takwenda kupiga ya mwisho hapa, ambayo hii sasa ndio itakuwa ya mwisho. Yani vitu viwili vya mwisho. Nitakwenda kuanza kuchana hapa live kabisa, ambapo ni michano inahusu aya hii, lakini pia kuna kitu ambacho nataka nikuonesha hapa. Hapa sasa kuna biti linakuwa kama vile linazima, sikia. Umeona? Biti linazima. Hiyo ni fursa biti imenipa. Sasa cha msingi mimi nitachomeka foni yangu, afu tataja tu sauti ya sifa. Alafu zeni baada ya hapo muziki utaendelea kulia. Sikia hii. Na mnavaa foni hapa haraka. Tataja tu sauti ya sifa basi. No, kuna sehemu tumekosea. Tutarudi. Hatujabonyeza jumlisha. Tunatakiwa tubonyeze jumlisha kila hatua. Yani kila sauti ambayo tunataka tuiongeze hapa, ni lazima tubonyeze jumlisha ili kuiongeza. Kwa hiyo utabonyeza kaka jumlisha pia. Zeni utabonyeza voice. Alafu zeni ukishabonyeza voice, na unapokosea hakikisha unabonyeza tu tudude twa chini tu, kwamba kurudisha vile vile ilivyokuwa. Imetupa ya njano sasa hivi voice. Nitabonyeza hapa sasa kuna duara. Sauti ya sifa. Naam, nimesema tu sauti ya sifa kama ulivyosikia hapo. Na maana gani sasa? Umeona hii sauti ya sifa niliyoisema, zeni nitairudisha. Nitaishika tu hivi, yani utaishika afu utairudisha paka pale ambapo unahitaji. Hapa kuna sehemu biti lizima. Sikia. Janichomoe phone, sikia hapo na play. Kuplay ni hapa chini, kurudisha mwanzo ni hapa, kurekodi ni hapa katikati. Na play. Umeona hapo biti lilipozima ambapo inasema sauti ya sifa, nahitaji zeni nita stop kwanza. Nahitaji iseme sauti ya sifa, yani hapo biti lilipozima. Biti limezimia hapa. Sikia. Umeona hapo biti lilipozima imesema sauti ya sifa. Utaisikia baadaye ikishamalizika kutengenezeka hapa. Sasa hapo kweli imesema vizuri, lakini pia inatakiwa hii ambayo imesema sauti ya sifa hii ya njano iwekewe pia material fulani. Material gani? Ta sweep. Nikisha sweep nitabonyeza pale kwa tuvidoti tutatu. Nikishabonyeza tuvidoti tutatu, na nikishabonyeza tuvidoti tutatu nitakwenda kubonyeza effect. Baada ya kubonyeza effect, basi nitaweka sehemu fulani hivi kama kitu kinajirudia. Hapa tatafuta kitu kinachorudia hichi hapa. Umeona au mawimbi ni kwamba kitu kinajirudia, nitabonyeza tuta. Nikishabonyeza ta play nisikie kitu kinajirudiaje. Nasikia hiyo. Lakini kama nimeona haijajirudia sana, nitabonyeza tena kajumlisha aka, nitaongeza kujirudia kwingine. Sikia inavyokuwa.
hii hapa ya kujirudia nyingine, hii inaitwa Studio Revive. Hiyo nitaipiga nayo, sikia inavyokuwa. Naam, nimeplay kwanza, yani nimeplay nimejikuta imekaa sehemu nyingine. Kwa hiyo nitarudi tu hapa, afu zeni nitasogeza mpaka hapa, afu nitapiga, sikia inavyokuwa. Umeona ilivyokaa vizuri, yani imekaa vizuri mpaka la. Sasa baada ya hapo nitamalizia kuchana hapa. Nitachanaje sasa? Ni lazima ubonyeze kale kajumlisha tap ili uongezee sauti nyingine. Unaweza kuongezea voice nini mnaita black vocal. Wasanii mnajua mambo yote, ila sisi ambao sio wasanii hatuwezi tukajua yote. Kwa hiyo sasa nitapiga hapa ili duara jekundu ili kurekodi. Nikisha rekodi tu nitachana michano ya mwisho zeni, nyimbo yangu takuwa naenda kuihifadhi sasa, ama nitakuwa naenda itakuwa imeenda kukamilika live kabisa. Nitapiga hapa, sikia. Hivi ni kweli nayoambiwa, ni kweli naosikia, umekuwa changu doa malaya kiruka njia, yani licha kuwa chano meamua kuzalilisha, sasa kuna kitu gani kwangu lichokosa? Basi inatosha. Yes, hapo sasa tutakuwa tumemaliza na tutakwenda kuitengeneza kwa mara nyingine. Zeni nimeongea sana mpaka najikuta nachoka kuongea, afu mshindo kunipata kaela kamaji. Yes, ndo wanasemaga hivyo Waswahili, wanaomba kijani. Sasa sikia hapa, baada ya kuwa nimechana hivyo tachomoa foni. Kumbuka kwamba wakati na chana lazima niwe nimevaa foni. Tachomoa foni afu zeni nitaplay kidogo. Umeona hapo sauti ya sifa, afu hivi ni kweli nayoambiwa imechelewa. Nitakuwa ile ninavyosema sauti ya sifa, kitu kinaanza kusema hivi ni kweli nayoambiwa. Kwa hiyo nitaishika hii, nitaisogeza hivi. Unaibonyeza tu hivi, kisha ng'aa duara kama vile jeupe, unaisogeza tu inakubali kusogezeka kama hivi. Nitaweka paka hapa, simu inaishiwa chaji na 20%, no zinatosha. Nitaweka paka hapa, unaangalia hayo mawimbi, inamaanisha paka hapa itakuwa vizuri. Sikia hapo inavyodakia. Naam, taisogeza tena kidogo hapa, tairudisha nyuma. Imekuwa nzuri lakini tairudisha nyuma. Tap paka hapa. Naam, no hapa sipo. Hapa. Baada ya kuweka hivyo nita sweep tena. Nikisha sweep nitajaza kwanza hii voice. Nikishajaza nitakwenda kubonyeza ututu vidoti hapa ili kuifanya iwe vizuri zaidi. Nitabonyeza effect hapa, kwamba naweka effect. Yani sio kwenye video tu, hadi kwenye masuala ya muziki kuna effect unaziweka ili sauti iwe nzuri. Kuna fix unaziweka pale zinajaa ili sauti iwe nzuri zaidi. Hii application ni kubwa, inahitaji paka na sehemu ya pili. Yes, lakini leo tutamaliza kabisa, ila sehemu ya pili itakuja kuwa nzuri zaidi. Hapa sasa nitaweka niweke nini, auto filter. Yes, hapo nitabonyeza nisikie. Sikia. No, hii auto filter taifuta, tabonyeza delete, zeni nitatafuta nyingine pia. Nitaweka hii graphics EQ. Naam, taiacha hii. Tabonyeza hapo juu kwenye kurudi, zeni nitakwenda pia kuikopi nyimbo. Kumbuka kukopi inatakiwa uweke mstari wa equator vizuri kama hivi. Ukishaweka kama hivyo, utaigusa tu hiyo audio yako. Ukishaigusa utabonyeza utudude tu kama tuwili tu box tab. Ukisha copy utabidi tena uongeze kitu hapa, ubonyeze jumlisha kwamba unataka kuongeza kitu. Tap, ukishaongeza basi utabonyeza tena X hapa. Ukishabonyeza X, sasa kinachofuata utabonyeza kwenye hili duara lako ambalo lipo empty ama yeye mstari wako. Tap, afu uta paste. Kisha paste, umeona sauti hizo hapo. Baada ya hapo utavuta tena. Kishavuta hapo utaenda kuna fix. Tap. Ukishaenda kuna fix, chagua sauti ambayo unaona inafaa hapo. Tap play.
ni kweli najambiwa, ni kweli nausikia umekuwa changu roho mala yakiruka njia, yani lichakuwa chana meja kukuzalilisha. Umeona sauti zinaenda zinabadilika tu. Sasa kuna kitu gani kwangu lichokosa? Basi unatosha. 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 Naam, taacha hapa hapo, lakini pia nadhani hapo utakuwa umeelewa vizuri kabisa. Nadhani unaona sauti tulivyozipanganisha hizi hapa, ngoja nikurudishie huku. Naam, mwanzo mpaka hapa tulipofika sauti ndo hizi. Sauti ziko nyingi hapa, sauti ziko nyingi sana. Umeona hizi zote ni sauti ambapo producer anakuwa anafanya kazi kubwa sana kuunda mziki wako. Lakini pia kuna mambo mengi kadha wa kadha ambao bado naendelea kuyafanyia uchunguzi, zeni nitakuletea sehemu ya pili. Kuna mambo ya kutengeneza beat, lakini pia kuna mambo ya kuweka vionjo vya gita. Mfano kama hapa kuna virtual instrumental hapa MIDI, ukibonyeza hivi unaongeza jumlisha, lakini pia unakuwa unapiga MIDI kama hizi hapa, zisikia hii. Sikia ina download hapo chapu. Naam, hiyo ina download. Yes, ngoja tu cancel. Nyimbo yetu nadhani imekamilika. Kinachofuata sasa ni kuweza kuisave. Sikia kwanza nyimbo. Sauti Sifa Monster. Ile siku vofungasha mabegi, ulidondosha picha yako njonjo, ndo nao jilazia kwa begi. Akanani umenipiga zoko, naomba msalimie shemeji. Akanani amepata chombo, hata ukisikia nimededi, jua ni mawazo msongo. Salama nenda, we nenda, salama nenda, salama nenda, salama nenda. Hivi ni kweli najambiwa, ni kweli nausikia umekuwa changu doa mala yakiruka. Hivi ni kweli najambiwa, ni kweli nausikia umekuwa changu doa mala yakiruka njia, yani lichakuwa chana meja kukuzalilisha. Sasa kuna kitu gani kwangu lichokosa? Basi unatosha. Naam, basi hapo tutakuwa tumemaliza. Kinachofuata sasa ni kusave. Kusave utabonyeza haka paka doti ka juu hapa, hapa tap. Ukishakabonyeza watakuletea maneno matatu: 1 project actions, 2 save, 3 publish. Zeni bonyeza hilo neno ambalo limeandikwa publish. Yes. Ukishabonyeza hilo publish, basi utaandika neno saving. Yes. Hapa itakubidi uandike descriptions ama maelezo, lakini pia unatakiwa uchague subtitle. Naam, tutaanza hapa juu kuna name. Hapa kuna name tutaandika mafunzo. Kumbuka kwamba mzigo wetu umeshakamilika na hii ni application mpya kabisa ambayo inafahamika kwa jina la BandLab, application ambayo inaimba muziki kama studio, na nadhani umepata kusikia wewe mwenyewe. Zaina wakati tunaandika hapa tunajaza vitu, kuna description, lakini pia kuna vitu vya kuchagua vingi hapa, kuta unasikiliza chuma hicho. Sauti Sifa Monster. ile siku vofungasha mabegi, ulidondosha picha yako njonjo, ndo nao jilazia kwa begi. Akanani umenipiga zoko, naomba msalimie shemeji. Akanani amepata chombo, hata ukisikia nimededi, jua ni mawazo msongo. Salama nenda, we nenda,
Baada ya hapo sasa utapiga katiki ambako kapo huku juu. Ukishapiga katiki itakwenda kulodi, lakini pia utakuwa umeweza. Kumbuka kwamba bado hujasave. Kumbuka tu kwamba mimi naitwa Sauti ya Sifa, wengine wanapenda kuniita Teacher Sauti ya Sifa. Hakikisha kwamba unaendelea kunifuatilia vizuri kabisa ili kuendelea kujifunza mambo kama haya. Zeni baada ya kuwa basi umesave kule na umeweka vizuri yale subtitle pamoja na descriptions, utabonyeza kama mshale yako hapa kutoka tap. Ukishabonyeza kutoka utakwenda sasa kuangalia historia. Naam, tutaitafuta hapa historia iko wapi? Hii hapa. Umeona hapa juu kuna library hapa pameandikwa mafunzo. Kwa hiyo kutokana na ile description tulivyoandika pamoja na subtitle ama na title, tumepata hii hapa. Nilikuwa naandika mafunzo tumejifunza, lakini hapa sijajua hapa ameandika kanye nini alaka hizo. Hapa sasa utabonyeza ile neno library. Tap. Ukinifuata hatua kwa hatua, wewe utafanikiwa chapu tu. Ukishabonyeza hilo neno ambalo limeandikwa library, utakutana na project zako, my project hizi hapa. Chini hapo utakutana na hiyo project ambayo umesave kwa jina lako. Nimeandika mafunzo kanyimbo, sawa Nikishakuwa nimeandika hii, yani nikishakuwa nimekuja hapa na nimeona hii mafunzo kanyimbo, nitabonyeza pia vidoti vitatu. Hivi ndio jinsi ya kuweza kuseti project yetu ama kuisave. Kwa hiyo nitabonyeza hii tena mafunzo kanyimbo hii. Tap. Nikishabonyeza wamenileta paka hapa. Zeni wananiambia kabisa ni download, itataki kubonyeza vidoti vitatu. Wananiambia download, nikibonyeza vidoti vitatu kuna download, lakini pia hapa chini pia kuna download. Nitabonyeza vidoti vitatu alafu zeni nitabonyeza hii download. Nikishabonyeza hiyo download, hapa wananiambia download AF ama download audio ama download video. Nitabonyeza audio. Sasa niambie, wewe ambaye umekata video ama yule ambaye kakata video, hivi vitu atavijua? Ataweza kusave nyimbo? Hapo ndo tuachie wale walioondoka kabla sijamaliza kusema vitu. Mimi waga na tabia moja, nasema vitu kwa mtego sana, naenda A to Z kimoja kimoja. Ukiniangalia mara moja uweze kaelewa mpaka umalize. Hapa utabonyeza files by files hapa. Tap. Ukishakuwa umebonyeza hiyo by files, basi utakuwa umesave vizuri kabisa. Na hii nyimbo ama hii project utaikuta katika faili lako. Utakwenda kuicheki kwenye file. Yes, wale ambao mtakuwa mna shida na vitu fulani na nicheki kule WhatsApp na kuja kujiunga katika group langu. Kujiunga ni shilingi 1000, kila mwezi utalipia shilingi 2000. Wale ambao wako nje ya group sitoweza kujadiliana nao mjadala wowote isipokuwa wale ambao wako ndani ya group tu. Namba za kujiunga ama namba za kutuma maombi ni 0757736498. Nayo ndio hiyo namba ya kufanya malipo ili kujiunga katika group. Ingependeza zaidi kuanza kutuma pesa kujiunga kwenye grupu ili ni kuweka kwenye grupu moja kwa moja, na baadaye uanze kujibu maswali yako ambayo utakuwa unauliza. Naam, natumaini kabisa umejifunza jinsi ya kuimba muziki mzuri, lakini pia jinsi ya kuplay muziki ama kutumia BandLab kiurahisi kabisa. Kama kawaida mimi naitwa Sauti ya Sifa. Kama ni mgeni basi hakikisha unabonyeza neno lililoandikwa subscribe ili kuwa kwanza kupata video. So, leo niko live kabisa, lakini pia nimetupia ukali fulani kwa sababu ndo video yangu ya kwanza tangu muda mrefu sana. Niliwakumbuka, niliwamisi watu wangu wa Teacher Sauti ya Sifa. So nimerudi tena kwa mara nyingine, nimerudi tena kwa nguvu mpya. Hakikisha unatoa comment, lakini pia una like video, pia una share na wengine waione. Zeni tukutane kwenye video zangu zingine. Kuna video zinazofuata jinsi ya kuweka all digital platform, lakini pia wanasema namna jinsi ya kutoa pesa kutoka katika mtandao wa YouTube kiurahisi kabisa.
hizo ni next video ambazo zinafuata hapa katika channel yetu, so usikose. Hakikisha umeandaa bando, tukutane wakati mwingine.